Habari marafiki, kama unadhani maumivu ya goti ni tatizo linalowapata wazee tu, basi unapaswa kufikiria tena. Kwa sasa wagonjwa wengi wanakuja miopo wakiwa na umri wa miaka ya 30 au 40 na wanalalamika kuhusu matatizo ya magoti. Habari, mimi ni Dkt. Himanshu Tyagi, mkuu wa idara ya mgongo na mifupa katika hospitali ya Fortis, Delhi, India. Na leo tutaongea kuhusu matatizo ya magoti kwa vijana au matatizo ya magoti ya kizazi kipya. Kwanza kabisa, kwa nini visa vya maumivu ya magoti vinaongezeka kwa watu walio chini ya umri wa miaka 45? Sababu kuu kabisa ni mtindo wa maisha usio na shughuli nyingi. Unapokaa kwa muda mrefu, kutumia muda mwingi kwenye skrini, ukosefu wa mazoezi ya mwili, mwishowe yote haya husababisha udhaifu wa misuli. Pili, kama una uzito mkubwa au unene kupita kiasi. Uzito wa ziada wa mwili unaweka shinikizo kubwa kwenye goti na hilo huharibu gegedu lako. Tatu, kama hufanyi mazoezi ya kuimarisha mwili, kwa mfano kama unajaribu kuepuka hata mambo rahisi kama kupanda ngazi ofisini kwako na badala yake unatumia lifti. Hilo pia hudhoofisha misuli ya magoti yako na kunyima magoti yako mazoezi muhimu ambayo unapaswa kuyafanya kwa ajili ya magoti yako. Pia kama hutumii mbinu sahihi unapofanya mazoezi gym, kwa mfano kama unakaa vibaya au unapinda vibaya unapokuwa gym, hilo linaweza kusababisha uharibifu wa mapema wa gegedu au mishipa ya goti. Zaidi ya hayo, kukosa kufanya shughuli za msingi kama kukaa chini kwa kuchuchumaa pia hudhoofisha misuli. Kama ilivyo India, zamani tulikuwa tunatumia choo cha kukalia kilicho ardhini. Lakini sasa tunatumia kiti cha choo cha kisasa komode. Sasa unapokaa chini ardhini kwa shughuli zako za kawaida za bafuni, wakati unakaa chini, misuli inayozunguka goti lako misuli hiyo inalazimika kufanya kazi unapoinuka au unapokaa kwenye nafasi hiyo kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni aina ya mazoezi. Lakini unapokaa kwa starehe kwenye kiti cha choo cha kisasa, basi yale mazoezi ya msingi hayahitajiki tena. Kwa hiyo unakuwa tu umekaa kwenye kiti na kisha unaamka. Kwa hiyo ile nguvu ya misuli haitokei kama ilivyokuwa awali. Kwa ujumla, mazoezi hayo rahisi kama kupanda ngazi au kutumia choo cha kienyeji pia yanaweza kukusaidia kujenga nguvu ya misuli. Pia, unapokwenda kucheza michezo, wakati mwingine kama hujafanya mazoezi ya kupasha mwili moto ipasavyo, basi unahatarisha magoti yako. Vile kama mkao wako si mzuri, kwa mfano kama unafanya kazi ofisini na hutumii kiti sahihi cha ofisi, hapo pia unaweka magoti yako kwenye hatari. Kwa mfano kama mtu anafanya kazi nyumbani na anatumia sofa kukaa na muda wote anakaa akiwa amekunja miguu yake, hiyo pia inaweka shinikizo kubwa sana kwenye magoti yako. Hivyo ukifanya hivyo kwa muda mrefu, bila shaka inaweza kuharibu gegedu ya goti lako. Sababu nyingine muhimu ni kama chakula chako hakina protini, vitamini D na kalsiamu ya kutosha. Hivyo hizi ni baadhi ya sababu za msingi au makosa tunayofanya tukiwa na umri mdogo. Yote haya yanaweza kusababisha maumivu ya magoti. Sasa ni dalili gani za hatari ambazo unapaswa kuzifahamu? Kwanza, kama goti lako linaanza kuuma unapopanda ngazi na una umri chini ya miaka 45, hakika unapaswa kumwona daktari. Pili, kama kuna sauti za kubonyeza au kusaga kwenye goti lako kila unapofanya harakati. Tatu, kama kuna uvimbe kuzunguka goti lako baada ya kutembea kwa muda mfupi. 4, kama kuna maumivu wakati wa kuchuchumaa au kufanya mazoezi ya gym, kama vile unapotaka kuchukua kitu kwenye rafu ya chini jikoni, unachuchumaa chini. Na unapojaribu kusimama, unapata maumivu. Hili halikubaliki ukiwa chini ya umri wa miaka 45. Ifuatayo ni pale unapohisi kutokuwa imara kwenye goti lako. Hii inamaanisha unahisi kwamba mfupa wa mguu na mfupa wa paja havishirikiani vizuri, kwamba kuna kiasi fulani cha kutokuwa imara. Basi pia ni muhimu kukutana na daktari wako. Au kama unajaribu tu kukaa chini ukiwa umekunja miguu, kama vile kwa ajili ya kufanya poja, na huwezi kufanya hivyo, na wewe ni kijana, basi pia unapaswa kulichukulia kwa uzito.
Kwa hiyo baadhi ya vidokezo vya kujikinga ni kwamba unapaswa kubaki ukiwa na shughuli. Unapaswa kufanya aina fulani ya mazoezi kama vile kutembea kwa kasi kwa dakika 30 kila siku kwa siku 5 kwa wiki, au kuendesha baiskeli au kuogelea. Au angalau unapaswa kufanya mazoezi rahisi ya kunyoosha mwili au aina fulani ya yoga. Ifuatayo, hakikisha unadumisha uzito mzuri wa mwili. Uzito mdogo unamaanisha shinikizo dogo kwenye magoti. Kwa hiyo unapaswa kupunguza matumizi ya mafuta na sukari na jaribu kudumisha uzito mzuri wa mwili, hasa baada ya kufikisha umri wa miaka 40. Ifuatayo, chakula chako kinapaswa kuwa na protini, kalsiamu na vitamini D kwa wingi. Tuna video kwenye chaneli yetu ya YouTube zinazokuelekeza kuhusu lishe unayoweza kutumia ili kuwa na mifupa imara, hasa vitamini D na kalsiamu, na pia lishe yenye protini nyingi. Unaweza kutafuta hizo video kwenye maelezo na kisha ufuate aina hiyo ya lishe kwa ajili ya mifupa yenye afya. Pia unapaswa kufanya mazoezi ya joto na kunyoosha mwili mara kwa mara. Hasa kama unaenda gym, basi kufanya mazoezi ya joto ni muhimu sana. Na kama una kazi ya kukaa ofisini ambapo unalazimika kukaa masaa 8 hadi 9 kwa siku, basi bila shaka unapaswa kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili katikati ya muda. Pia jaribu kupunguza mtindo wa maisha wa kukaa tu bila kufanya shughuli. Kila unapofanya kazi ofisini kwa muda mrefu, chukua mapumziko kila baada ya dakika 20, panda ngazi au tembea kidogo ili miguu yako ipate kunyooshwa inavyotakiwa. Kwa kawaida hatupendekezi matibabu ya dawa kwa wagonjwa vijana. Tunawahamasisha wabadilishe shughuli zao za kila siku. Ikihitajika, tunawaomba waende kwa mtaalamu wa mazoezi ya viungo au wafanye mazoezi nyumbani. Lakini kuimarisha misuli ni muhimu sana. Pia kufanya mwili kusogea ni muhimu. Kwa hiyo tunawahamasisha watumie ngazi. Tunawahamasisha wapunguze uzito. Tunawahamasisha wafanye mazoezi ya dakika 10 kila asubuhi. Kwa hilo, unaweza kuangalia video kwenye chaneli yetu ya YouTube pia. Wanapaswa kuchukua mapumziko kila baada ya dakika 20 wakiwa ofisini. Wanapaswa kutembea na ikiwezekana kupanda ngazi pia. Kama kuna kutokuwa imara kwenye goti au maumivu ni makali au kama sauti ya kubonyea inakusumbua, basi unapaswa kumuona daktari wako ambaye atakuagizia upigwe X-ray au MRI ili kuona kama kuna uharibifu wa gegedu, meniskasi au tatizo lolote linalohusiana na misuli. Kwa hiyo kama maumivu yako yanaendelea kwa wiki kadhaa, uvimbe kuzunguka goti unaongezeka au goti lako haliko imara na huwezi kutembea, basi hakika unapaswa kumuona daktari wako. Pata maoni yake, kwa sababu magoti imara hujengwa mapema katika maisha. Uamuzi unaofanya leo utaamua jinsi magoti yako yatakavyokuunga mkono kesho. Kwa hiyo usifikiri kwamba maumivu ya goti ni kitu kinachoweza kutokea tu baada ya kufikisha miaka 60. Kama wewe ni kijana na unapata maumivu ya goti, muone daktari wako na anza kuchukua hatua leo. Kila laheri.